Meja Edward Floyd Goele, mkuu wa wilaya ya Tarime. Lakini baada ya hilo tuna zoezi kubwa ambalo linaendelea, litaanza tarehe 1 mpaka tarehe 7 la uboreshaji wa taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Tunatambua mwaka huu tuna uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi Oktoba. Kwa hiyo natoa wito kwa wanatarime wote, kila mmoja aende kaboreshe taarifa zake kwenye vituo ambavyo vimeshatambulika kwenye maeneo mbalimbali ambayo tunaishi. Ni wajibu wako kutumia hizo siku tarehe 1 mpaka tarehe 7 kuhakikisha umeboresha, ili kupe nafasi utimize haki yako ya msingi ya kuchagua viongozi wale unaowataka. Bila hivyo unaweza kukosa nafasi ya kuchagua halafu kasababisha malalamiko. Kwa kila mmoja aende akarekebisha taarifa zake, lakini pia tujitokeze kwa wingi kwenye hizo siku. Lakini pia niwahakikishie wanatarime, uchaguzi wa mwaka huu utafanyika katika mazingira ya amani na utulivu. Kwa yote ambaye atataka kuharibu uchaguzi ndani ya wilaya hii, kuvuruga uchaguzi, hata kuwa salama. We are friend yet professional. We are friend yet professional. Hatutacheka na mtu ambaye atataka kutuharibia au kutuvurugia amani ya wilaya. Tunahitaji amani na utulivu kwa kipindi chote cha michakato yote, kuanzia kampeni, hatua za uboreshaji wa taarifa. Kuna watu ambao wanakwamisha uboreshaji wa taarifa kwa namna moja au nyingine. Hatutawaacha na hawatakuwa salama. Tusinge tukasikia malalamiko au mtu ananungunika kama anataka kukwamisha shughuli ya serikali ambayo ipo kisheria. Lakini mpaka wakati wa mikutano ya hadhara, wakati wa kampeni na michakato mizima uchukuaji wa fomu, tunataka kila mtu ashiriki kwenye zoezi hili na asaidie kuboresha hali ya amani na utulivu kwenye maeneo yetu mpaka wakati wa kupiga kura na kutangaza matokeo. Sisi tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba zoezi linakwenda vizuri na mwananchi wote asitishiwe na mtu kwenda kushiriki kwenye hili zoezi. Tunahakikisheni usalama wa hali ya juu sana. Tumejipanga kila kona na mambo tunaamini yatakwenda vizuri. Tuendelee kupendana wanatarime, tuendelee kushirikiana pale kwenye jambo ambalo tunahisi na maslahi mapana ya umma. Tuendelee kuwa pamoja, ofisi zetu ziko wazi. Kama kuna changamoto, lete changamoto yako, tuone namna nzuri ya kuitatua. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana.